Lengo kuu la mafunzo haya ilikuwa ni kutoa mafunzo kwa walimu, yani training of trainers, ambayo inalenga kufundisha wachimbaji ambao wanafanya shughuli katika madini, ujenzi na viwandani ndani ya mkoa wa Singida. Kuchimba wamekuwa wanachimba, lakini hawazingatii sana sheria na kanuni za uchimbaji bora. Sasa kwa vile sisi FADEV ndio kazi yetu kubwa, jukumu letu kubwa kama taasisi, kuhamasisha wachimbaji wa madini ya viwanda kuwa wachimbaji bora, watoke kwenye ule uchimbaji ambao hauzingatii zile kanuni za afya, usalama na mazingira, waanze kuzitekeleza kama sheria inavyotaka. Wamejifunza pia namna bora ya namna gani ya kufanya shughuli zao kwa kuzingatia swala la afya na usalama mahali pa kazi. Tulikuwa tunapitia changamoto nyingi kwa kweli, kwa sababu tunaponda mawe kwa kutumia miti, mikono haina glavu, kwa hiyo tunapata changamoto ya kuumia mikono. Tunafanya kazi hatuna kofia kwenye jua kali. Mafunzo haya yamekuja wakati sahihi sana. Na katika shughuli zetu wachimbaji wadogo wa madini wanapata leseni na vibali kutoka ofisi za madini mkoa. Lakini kulikuwa hakuna linkage, hakuna mawasiliano baina ya ofisi ya madini pamoja na ofisi za mkurugenzi. Kwa maana ya kwamba wachimbaji walikuwa wakishapata vibali, basi moja kwa moja wanaingia kazini na kuanza shughuli zao za uchimbaji. Kwa hiyo imekuwa ni ngumu sana kuwafuatilia. Pia wachimbaji wamejifunza namna bora ya kutunza kumbukumbu na kuweza kuzalisha mitaji. Tunazungumzia utunzaji wa kumbukumbu wa matumizi ya fedha, utunzaji wa kumbukumbu za uzalishaji wa bidhaa ambazo wanazizalisha pale, utunzaji wa kumbukumbu wa wafanyakazi, utunzaji kumbukumbu wa equipment ambazo wanazitumia katika site zao. Na tunajaribu kuwasisitiza watunze kumbukumbu, zitawasaidia kwenye namna nyingi, kwenye upatikanaji wa mikopo kwenye taasisi za kifedha, kwa sababu mara nyingi huwa wanataka kujua rekodi ambazo unazalisha kiasi gani, unatumia kiasi gani, mzunguko mzima wa fedha ambazo zinaingia kwenye akaunti yako. Inasaidia. Kwa hapo kabla sijapata haya mafunzo, kiukweli nilikuwa sijui maana ya matumizi ya fedha. Na maana mimi nilikuwa nikifanya kazi siweki kumbukumbu, yani sina ninachokifanya. Yani nikishapata fedha ni kwenda kutumia, inayobaki narudisha tena kazini. Yani nilikuwa sina mfumo mzuri wa matumizi yangu ya kifedha. Kwa hiyo nilipopata haya mafunzo nitaenda kuanza upya. Wengi ni wachimbaji mchanga, kokoto na gypsum, hasa wale ambao wamehudhuria mafunzo. Sasa ukiangalia aina yenyewe ya madini haya inaweza ikakuelekea kuelewa kwamba ni wanaume tu wanaweza, lakini hapana, hawa wanawake nao wanabidi wahamasishwe kwamba nayo hii ni fursa kama zile fursa kwenye madini mengine. Pamoja na changamoto walizo nazo ziko kwenye hasa madini mengine, itabidi wakasaidiwe katika kuzishinda zile changamoto. Tunataka kwanza waonekane kwenye mnyororo mzima wa value chain, sababu ndipo huko wapo wengi sana. Kwa tutaendelea kuhamasisha ushiriki wa wanawake katika semina kama hizi na mafunzo kama haya, ili waweze kunufaika zaidi, sababu tunajua huku ndipo wapo wengi kuliko katika sekta nyingine ya madini mbali na dhahabu na Kwa mafunzo haya, maana yake tumekutanishwa pamoja na tumehakikishiana kwamba wale wachimbaji wote watakaokuwa wanapatiwa vibali, basi kutakuwa na ushirikishwaji na ushirikiano kati ya ofisi ya madini na ofisi ya mkurugenzi kwa ajili ya kuwafuatilia na kuhakikisha kwamba ile mipango kazi ambayo wanaiwasilisha katika ofisi za madini, lakini pia ofisi ya mkurugenzi, inafuatiliwa na inatekelezwa ipasavyo, ili tuweze kuyafanya mazingira yawe bora na endelevu kwa vizazi vijavyo. Basi waangalie kama kuna uwezekano wa kutusaidia kwa ajili ya vifaa vya kuchakatia hii mizigo. Kwa mfano,
nikapata mota kwa ajili ya usagaji, yani nikapata mota pamoja na kinu chake, na kupata fungu la pesa ambalo ninaweza nikaliingiza kwenye kununua material, kwa sababu pipa haihitajiki moja, yanahitajika mengi ili utengeneze zile plate ambazo utakuwa unachukua ile gypsum unaiweka kwenye na ujenge kibanda kwa ajili ya kuchomea hiyo gypsum na hatimaye kwenda kusaga na kupata hizo plate na hizo frame kwa ajili ya kutengenezea mikanda. Rai